Nafikiri tumeishuhudia ile Yanga ambayo kuna namna ambavyo watu wanaanza kuitafsiri, kwa maana Yanga ambayo itakwenda kuleta ushindani mkubwa sio tu ligi kuu, lakini hata kwenye michuano ya kimataifa. Nafikiri umeona kwenye mchezo wa leo namna ambavyo wachezaji walikuwa na uhitaji mchezo kwa 100%. Kitu nilichokipenda ni approach ya mwalimu, lakini pia hata ukija kwenye sub zake alikuwa anathibitisha namna gani ambavyo anawaandaa wachezaji wake kuelekea kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya National Al Ahly. Ndio maana unatazama hata aina ya sababu ambazo amezifanya ni kwamba ameleta wachezaji wote ambao anaamini anaweza kwenda kuwatumia. Kwenye mchezo wa leo hakuna ambaye alitegemea Depo anaweza akacheza kama mchezaji kama Alan Okero, kwa sababu wamesajiliwa Yanga wana muda mrefu sana, lakini leo wamepata nafasi ya kucheza na tumeona uhatari wao ndani ya uwanja. Kama mchezaji kama Depo kwenye mchezo wa leo ana assist, lakini kwa dakika chache ambazo amezicheza anakuthibitishia kwamba ni mchezaji ambaye amekuja kugombania namba, lakini pia kuja kuivusha Yanga kwenye kile ambacho nakihitaji. Kwangu mimi nafikiri naweza nikaanza kusema kwamba kuna namna ambavyo Depo anatuma salamu kwa Prince Pumelelo Dube. Sasa imagine kwenye eneo la ushambuliaji wa mchezaji kama Depo, kuna mchezaji kama Prince Pumelelo Dube, wakati huo kuna Clement Mzize ambaye bado hajapona. Ukija kwenye eneo la watengenezaji kwa maana namba 10 lakini pia namba 7 unakutana na wachezaji wengi sana ambao wamesheni vipaji vikubwa, kina Maxim pia Nzengeli, Alan Okero ameongezeka. Unakuja kwenye eneo la katikati Mohamed Damalo, nafikiri moja kati ya usajili bora sana dirisha dogo ambao Yanga amemfanya kwa wachezaji wazao, kwa sababu usisahau Damalo ni mzawa bana. Moja kati ya usajili ambao umekuja kuwalipa ni Mohamed Damalo. Nafikiri kitu ambacho amekiweka ama amekuja kukileta kwenye kikosi cha Yanga ni kile ambacho kilikuwa kinakosekana ndani ya Young Africans kwenye mechi za mwanzo. Ameongezea balance team kwenye namna ya kushambulia lakini kujilinda. Anawapa zaidi uhuru Maxim pia pamoja na Duki Abuya kuweza kutembea maeneo mengi ya uwanja, na ndio maana unaona Yanga muda mwingi walikuwa wanafika kwenye lango la timu pinzani. Hiyo si kwa bahati mbaya, ama ameshinda mabao 5 sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu aina ya mchezaji ambaye amempata kwenye eneo la kiulinzi anaipa timu uhuru wa kwenda kushambulia. Ndio maana Yanga inakuwa inashambulia na idadi kubwa ya wachezaji kuliko mechi za mwanzo. Kwa hiyo tumi nafikiri namna ambavyo namtazama Freddy Gonçalves, aina ya wachezaji ambao yuko nao, namuona kabisa Young Africans yakienda kuchukua taji tena la ligi kuu Tanzania bara. Najua bado ni mapema sana uweze ukaanza kuzungumza hivyo, lakini unasema dalili za mvua ni mawingu. Na namna ambavyo unatazama Yanga inavyocheza haikupi imani ni lini itadondosha alama kwenye ligi kuu. Kwa hiyo huo ni ujumbe tosha kwamba Yanga inajua nini ambacho nakifanya ndani ya uwanja lakini pia nje ya uwanja. Goli la 6 tayari. Depo sasa amefunga Lasim. Nitoka kumzungumza hivi sasa, lakini tayari anaandika goli la 6. Kazini kwa Dube kuna kazi, kwa sababu tayari ameassist lakini pia amefunga ndani ya dakika chache ambazo amecheza. What a player. Kwa hiyo tulimzungumza kwamba huko alikotoka hajafunga, huko alikotoka huwa na assist, lakini nafikiri ameanza Lasim kuonyesha nini ambacho kilimfanya engineer Al Said aweze kumsajili. Hivi ingekuwa kwa mfano dabi inachezwa kesho kutwa weekend, nini kingetokea? I say kuna kazi kubwa sana upande wa pili, kwa sababu kuna kazi kubwa sana upande wa pili, kwa sababu imagine kwenye mechi kadhaa tu ambazo Yanga amezicheza kule Zanzibar bado ameendelea kuona kiwango kibora, na nafikiri moja kati ya watu ambao wanapaswa kupongezwa, ukiacha sifa za engineer ya kujua kwamba usajili wa dirisha kubwa ulifeli na kuleta wachezaji wengine, turudi pia kwa kocha. Kocha amempata kwa sababu uwezo wa kusoma tabia za wachezaji na namna ya kuwatumia, uwezo wa kusoma kinachoendelea ndani ya uwanja na maamuzi kwa maana ya zile hesabu zake zimekuwa zikimlipa vibaya mno. Kwa hiyo mimi nafikiri Yanga hapo kwenye kilele cha furaha. Ukizungumza swala la dabi, hakuna shabiki yoyote wa Simba ambaye anaomba dabi ichezwe kwa msimu huu. Hakuna shabiki, kama timu yetu badilika, sioni kama kuna shabiki yoyote ambaye anatamani kwa hivi sasa akutane na Yanga, kwa sababu kwa nyakati ambazo unaweza ukaifunga Yanga si hizi nyakati. Yaani sio hizi nyakati ambao wako kwenye ubora mkubwa, kila mchezaji akihitaji ile nafasi ya kucheza, kwa sababu hizo wale wametoka mchezaji kama Pacome, sio? Wametoka wachezaji kama kina Maxim pia Nzengeli, lakini tazama hata wale ambao wameingia wameenda kumuofa mwalimu kile ambacho alikuwa anakihitaji. Kwa hiyo huu ni ujumbe tosha kwamba Yanga
imejua kwamba tulifeli kwenye dirisha kubwa, wameleta wachezaji ambao ni wachache lakini wenye quality kubwa na wamekuja kuongeza kitu kikubwa. Bado ni mapema kuanza kuzungumza, lakini kwangu mimi nadiliki kusema kwamba Yanga imefanya usajili bora dirisha dogo. Ni salamu gani sasa ambazo sasa wanaenda kwenye mechi za kimataifa dhidi ya Al Ahly? Of course wana pointi zao 4. Kwa morali hii, unadhani mechi kama hizi zinawapa morali wachezaji kufanya vizuri kwenye mechi ambayo inafuata? Ya sahihi, lakini pia mashabiki. Tazama hata idadi ya mashabiki ambao wapo uwanja wa KMC, kwa sababu tuko live hapa, si ndio? Yes. Unaona kile ambacho kinaendelea, lakini kitu ambacho nimekipenda kwa Pedri Gonçalves. Tazama, Okello amesajiliwa hivi sasa, kuna siku ngapi? Wiki bado hajamaliza, si ndio? Kuna siku kadhaa, yani kama ni wiki basi ni wiki, lakini hana muda mrefu. Kocha leo hii amemwanzisha Depu, ana muda mrefu kwenye kikosi cha Yanga, lakini amepata nafasi ya kucheza, si ndio? Kwa sababu kocha alichokiona ni kwamba kilichonifanya kwenda kufanya usajili dirisha dogo ni kwamba wachezaji ambao wapo wananipa nusu ya kile ninachokihitaji. Kwa hiyo hawa ambao wamekuja na wapa nafasi ya kucheza ili kuandaa kuelekea kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa, si ndio? Kwa nilitegemea hata kwenye mchezo wa jana wa Simba huyu mchezaji wangu amemtambulisha Libasi Gwe alipaswa kucheza, kwa sababu uwezo ukaniambia unamchezesha mchezaji kama Steven Dese Mkwala, mchezaji kama Joshua Mutale ambaye unajua una muda mrefu ama una project naye anaondoka, si ndio? Sasa unamchezesha ukiwa unajua kabisa ataondoka. Sasa kitu gani ambacho unakiandaa kuelekea kwenye michuano ya kimataifa? Ulipaswa kumwandaa Libasi Gwe kwa sababu ndo amekuja kuchukua nafasi za wachezaji ambao wanapaswa kuondoka, si ndio? Kwa hiyo ya Simba kuna makosa ambayo wanafanya kwa kukosa viongozi wenye vision ya mpira. Kwa hiyo tumi nafikiri niwapongeze sana. Nawapongeze sana Young Africans kwa sajili zao, lakini pia kila ambacho wamekuwa kikifanya. Ni taswira gani ambayo inakuja mechi sasa hizi? Ni michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwa timu zote ambazo zinaenda na wanaenda kucheza. Unaona itakuwa ni michezo namna gani? Nafikiri itakuwa ni michezo mizuri. Kumradhi. Nafikiri itakuwa ni michezo mizuri sana kwa timu zote mbili, hususan kwa Yanga kwa sababu wanaingia kwenye mashindano wakiwa wana pressure yote, si ndio? Kwa mpinzani kama Simba ana kazi kubwa kwa sababu yuko kwenye pressure kubwa sana, lakini ukumbuke muda huu hana point hata moja. Kwa kama hatobadilika inawezekana ikawa haraka sana Simba kuweza kutolewa kwenye michuano ya kimataifa. Lakini kwa Yanga bado nawapa imani kwa sababu wamecheza mechi zao za mapinduzi, tumeona kiwango bora ambacho walikuwa nacho wakachukua ubingwa. Leo hii KMC hapa wamecheza, wameshinda alama 3. Hii inaonyesha kwamba bado Yanga wanakupa imani ya kuendelea kufanya vizuri kwenye mechi zijazo. Lakini kwa Simba ikishinda itakuwa ni story, na ukumbuke wako ugenini na dhidi Esperance de Tunis ambaye naye anatafuta nafasi ya kwenda kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo tutoe muda, makocha wanajua nini ambacho wanakifanya, lakini haitoshi kuthibitisha kile ambacho wanakihitaji ni kwa asilimia ngapi wanakipata kutokana na kutokuwa na wachezaji ambao wanayachukua yale ya mwalimu moja kwa moja na kwenda kuyatendea kazi ndani ya uwanja. Kwa Yanga of course wamefanikiwa, lakini kwa Simba bado kuna kazi kubwa sana ambayo inapaswa kufanyika. Mwisho, unatoa ngapi kwa Simba kushinda mechi yao ya away na Yanga? Mimi binafsi bado nampa Simba nafasi ya kwenda kushinda ugenini kwa sababu kwa hivi sasa hana cha kupoteza. Kama atapoteza hii mechi inawezekana akawa kwenye hatari mkubwa sana. Kwa hiyo naheshimu ubora wa mpinzani wao, lakini namuona Simba akienda kupata hata alama moja ugenini. Yes, sitaki nimkatie tamaa moja kwa moja kwa sababu ameshanithibitishia kwenye nyakati ngumu ambazo wengi wamekata tamaa, lakini alifanya. Tumi ni mechi ngumu sana kwa Simba, pressure ambayo anaipitia, lakini bado naamini anakwenda kufanya vizuri kwenye michuano hii ya kimataifa, hususan kwenye mechi dhidi ya Esperance de Tunis. Kama atashinda, huenda matumaini yake kwenda kwenye hatua inayofuata yakaanzia hapo. Lakini kama atashindwa kupata matokeo mazuri, inawezekana ikawa ni safari mbaya kwake kwa msimu kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo sioni hilo kama ataliruhusu kirahisi. Ameshafanya makosa kwenye mechi zilizopita, tumeona. Najua kwa muda ambao ameupata kuna namna ambavyo anajua nini napaswa kukifanya na wapi nikaanzie. Asante. It's not a game, it's a rich thing.